Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tuelekee huko nchini Israel ambapo kumekuwa na tofauti katika wizara ya ulinzi, ambapo waziri wa ulinzi Israel Katz amekuwa na tofauti na mkuu wa majeshi wa IDF Lieutenant Generali Eyal Zamir ambaye ameingia katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, mvutano kati ya viongozi hao unazingatia juu ya mzingiro na uchunguzi wa ndani wa jeshi kuhusu Brigedia Generali Oren Solomon mnamo Jumanne, wakiita ni jibu la Zamir lisilokuwa la lazima na lisilofaa. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz, anasema wizara ya ulinzi hutoa maagizo kwa mkuu wa majeshi ambaye yuko chini ya safu ya siasa kama anavyoona inafaa. Katz alisema majibu ya kamanda mkuu wa jeshi la IDF hayakuwa mazuri na hayakuwa ya lazima, alipaswa kufuata maagizo. Maoni yake yalikuja kama jibu la Zamir ambaye alikataa madai yaliyotolewa na Katz kuhusu uchunguzi wa Solomon na kuyaita uongo na yasiyokuwa na msingi kabisa. Hata hivyo, kiongozi mkuu huyo wa wafanyakazi katika jeshi hakuchukua maagizo kupitia taarifa iliyotolewa katika vyombo vya habari, ambapo alisema Jumatatu madai yaliyotolewa na afisa huyo anachunguzwa kutokana na jukumu lake katika uchunguzi wa Oktoba 7 ni ya uongo na hayana msingi wowote. Afisa huyo aliitwa kuhojiwa kutokana na tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa usalama wa habari. Uchunguzi ukaendelea kufanywa kwa weledi na bila upendeleo. Solomon, askari wa akiba ambaye alikuwa amefanya uhakiki mkali wa idara huko Gaza ambapo lipo jeshi la IDF na matawi mengine ya kijeshi kufuatia shambulio la kushtukiza la Hamas la Oktoba 7, aliitwa hivi karibuni na kitengo cha upelelezi cha jinai CID cha IDF, ambapo mzozo wa nadra wa umma kati ya Katz na Zamir juu ya uamuzi huo umevutia umakini ndani ya taasisi ya ulinzi. Zamir anadai kwamba hawezi kupokea maagizo kupitia vyombo vya habari, huku akikataa madai yaliyotolewa na waziri wake Bwana Israel Katz. Lieutenant Generali Eyal Zamir siku ya Jumatatu usiku alikataa madai yaliyotolewa na waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz kuhusu Brigedia Generali Oren Solomon, akiyaita kwamba ni ya uongo na yasiyokuwa na msingi kabisa na ya kupaswa kupuuzwa. Katz alisema alimwamuru Solomon kukutana naye haraka iwezekanavyo ili kuwasilisha matokeo ya uchunguzi ambayo bado hajawasilishwa rasmi, lakini Katz alidokeza kuwa afisa huyo alikuwa akilengwa kutokana na hitimisho muhimu alilotoa kuhusu uongozi mkuu wa IDF. Lazima kusiwe na hisia kwamba uchunguzi wa polisi wa kijeshi unatumiwa kama chombo cha kunyamazisha ukosoaji wa ndani kwa ndani wa IDF, ukosoaji ambao ni muhimu sana ili kuleta maelezo kamili kwa familia na umma na kuwezesha IDF kujifunza mambo muhimu, Katz alimalizia. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.